Karibu mtazamaji wa Zone Media. Sasa Irani imeanza kujibu mashambulizi kwenda katika nchi ya Israel ambapo imerusha droni 100 zisizo na rubani kuelekea nchini Israel, huku ikiita kama ni shambulizi la kuweza kulipa kisasi kufuatia shambulizi ambalo limefanywa na Israel usiku wa kuamkia leo. Irani imerusha zaidi ya ndege 100 zisizo na rubani kuelekea Israel muda mfupi baada ya Israel kutangaza kuanza kwa operesheni ya kimataifa dhidi ya Irani, ambapo ilifanya mashambulizi ya anga dhidi ya vituo vya nyuklia vya Irani, makamanda wa kijeshi na wanasayansi wake wa juu. Msemaji wa jeshi la ulinzi la IDF, Brigadier Generali Efi Defin, alisema kupitia runinga Ijumaa kuwa droni hizo zaidi ya 100 zilikuwa zimezinduliwa na Irani na tayari mifumo ya ulinzi wa anga wa Israel ilikuwa ikifanya kazi kukabili vitisho hivyo. Vyombo vya habari vya Israel viliripoti kuwa droni hizo zilitajwa kuingia katika anga la Israel kufikia saa 6 mchana kwa saa za huko, lakini IDF ilithibitisha kuwa ilikuwa tayari inalishambulia droni hizo kabla hazijafika ndani ya anga la Israel, huku kukiwa na ripoti za milio ya ving'ora vya tahadhari na uvumi wa kushambuliwa pia maeneo ya Saudi Arabia na Jordan. Video mbalimbali zimesambaa mitandaoni zikionyesha droni hizo ambazo zilikuwa zikisafiri kwa kasi kabisa kutokea nchini Iran kwenda moja kwa moja Israel, huku ving'ora vikitawala maeneo yote katika miji ya Israel, huku tahadhari ikizidi kuchukuliwa kwa kiasi kikubwa sana. Israel mapema kabisa baada ya kuweza kutekeleza operation ya kuweza kushambulia katika vinu vya nyuklia vya Irani, mapema iliweza kutangaza hali ya hatari kwa wananchi wake wa Israel kuwa wakae tayari, kwa sababu hiki ambacho kinakwenda kutokea kinakwenda kuwa ni hatari kwa upande wao, kwani Irani inaweza kuja na jibu kubwa kabisa ambalo linaweza likapelekea pigo katika nchi ya Israel. Israel kwa hapo nyuma ilifanikiwa kuweza kukamata karibu kila silaha kubwa iliyowahi kurushwa na Irani katika mashambulizi yaliyopita. Brigadier General Defin alisema kuwa hatua ya Irani haikushangaza, kwani ilitarajiwa na Israel ilikuwa imejiandaa kwa muda mrefu. Mapema Ijumaa, Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alitangaza kuwa IDF imezindua Operation Simba Anayeamka, Operation Rising Lion, ambapo mashambulizi makubwa ya anga yalifanywa dhidi ya maeneo ya nyuklia ya Iran na makamanda wa kijeshi na wanasayansi wa utafiti. Alisema lengo kuu ni kuzuia tishio la Irani dhidi ya uhai wa taifa wa Israel. Katika kauli ya Brigadier Generali Efi Defin alisema kuwa mashambulizi hayo yalikuwa ya kujilinda kabla ya kushambuliwa, na kwamba ujasusi wa Israel uligundua mpango wa Irani wa kuiangamiza Israel, ambapo mpango huo ambao umekuwa ukichukua sura kwa miaka ya karibuni. Alisema pia mpango huo maradufu au hata mara 3 idadi ya makombora ya masafa marefu na kuelekea kufadhili kuandaa silaha za kuwaendesha wapiganaji wa vikundi vyake vya mamluki katika Mashariki ya Kati dhidi ya Israel. Msemaji wa jeshi la IDF amezungumza wazi kusema kwamba wamefanya hivi ni kwa ajili ya kuweza kulinda kizazi cha Israel, lakini vile vile kulinda vizazi vijavyo vya Israel na duniani kwa ujumla. Lakini amezungumza wazi kwamba wanazidi kuweza kupambana na vitisho ambavyo vinaweza kutokea katika ukanda wa Mashariki ya Kati, ambapo Irani imeonekana kuwa na nguvu kubwa kwenye upande wa kijeshi, hususan utengenezaji wa silaha za nyuklia ambao kwa sasa hivi unashika kasi katika nchi yake. Kwa hiyo taharuki ni kubwa, lakini vile vile tayari Irani imeanza kujibu mashambulizi kwenda moja kwa moja nchini Israel, kiasi cha kwamba hofu imezidi kuwa kubwa zaidi. Tufuatilie kila siku hapa kwa taarifa ambazo tutakuwa update mara kwa mara. Usisahau kusubscribe channel yetu, kulike video zetu, kucomment pamoja na kushare, ambapo taarifa nyingi zinakuja kuhusiana na vita hivi kati ya Irani pamoja na Israel. Asante kwa kuichagua Zone Media. تجاه قريات 4